Ahlan wa sahlan wa marhaba. Hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi kipendacho, kipindi cha Uhondo wa Fasihi, Lugha na Isimu Jamii, kipindi ambacho mwaletewa nami Mwalimu Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea hasa katika lugha nyenzi, tasnia ya Kiswahili. Kipindi ambacho kwacho bila shaka tuwaletea kila kaski ama kila siku, kipindi ambacho kwacho kumbuka kwa kinaelimisha na kana kuelimisha pia kinafanya nini, kinanoa mambo mengi, hasa nini tunasema kwa ni kipindi ambacho kana kuelimisha, kuburudisha, ufurahisha na mambo mengine mengi ama mambo mengine anwai ainati. Bila kupoteza muda kaski hii ningependa tuangazie kuhusu nini? Ningependa tuangazie kuhusu ngeli. Basi tutaka tuangazie ngeli, na katika uchambuzi wa ngeli, natumai basi mtazamaji popote pale ulipo umekwisha keti kitako na uko tayari na makini yako pamoja na kalamu ili kunakili ama kuyanakili yale ambayo bila shaka nitakuwa nikiwaelekezea kwa upana. Mwanafunzi mzuri huwa na nini na mambo yote ama vitu vyote vinavyohitajika katika nini, vinavyohitajika katika masomo. Basi jambo la kwanza lile ambalo tutakuwa nikielezea kwanza, ningependa tu niwaelekezee maana halisi ya neno ngeli kabla kisha baada ya kutaja ama baada ya kuangazia maana halisi ya neno ngeli, nitakuwa nikitaja kila aina kwazo za ngeli, alafu baadaye tutakuwa tukiangazia ngeli ya awa pamoja na ngeli hizo nyinginezo. Basi ngeli ni nini? Ngeli ni nini? Basi ngeli ni mkusanyiko wa nini? Mkusanyiko wa nomino katika makundi. Basi kumbuka kwa nomino inaweza ikakusanywa. Mkusanyiko wa nomino kwenye makundi ndio huitwa nini? Ama mgawanyo. Tunasema mgawanyo, wacha tutumie neno mwafaka, ni mgawanyo. Unagawanya hata sio kukusanya. Mgawanyo wa nini? Wa nomino. Basi tunapaswa kwa nomino hugawanywa. Na katika kugawanya nomino basi tunapaswa kwa nomino hugawanywa katika makundi ainati, yani makundi aina mbalimbali. Basi huo mgawanyo wa ngeli ama wa nomino katika makundi ndio huitwa nini? Ndio huitwa ngeli. Na utapata kwa nomino ugawanywa ama uwekwa katika makundi husika kulingana na jinsi inavyofanywa nini, inavyotamkwa. Maana utapata kwa kuna baadhi ya nomino ambazo huanza na herufi ki. Basi utapata kwa baadhi ya nomino hizo nyingi, sio zote, utapata nomino hizo nyingi basi mara nyingi huorodheshwa katika ngeli ya nini, ya kiwi. Japokuwa sijasema ama simaanishi kwa majina yote yanaanza kwa ki ufanya nini wa katika ngeli ya kiwi. Nimesema tu majina mengi. Hapo tunapozungumzia kuhusu nini, mgawanyo wa nomino katika makundi, hiyo ndio ngeli. Na basi utapata kwa silabi mara nyingi utegemea jina au viwakilishi vya nini, viwakilishi vyazo vinavyoweza kuambatanishwa na viambishi vya upatanisho wa kisarufi kwenye vivumishi na nini na vitenzi. Tafadhali hilo ni jambo ambalo kwalo tuweze kulifahamu wakati tunapozungumzia kuhusu ngeli. Kwa silabi utegemea jina au viwakilishi. Tunapozungumzia kuhusu viwakilishi ni maneno ambayo hutumika kuwakilisha ama hutumika badala ya nini, badala ya nomino, ambayo kwa ukiangazia pale katika nini kwenye nini ya sentence, kwenye mpangilio wa sentence tunaambiwa mara nyingi tunadokezea kwa sentence huanza na nomino, na iwapo utakosa nomino basi sentence hiyo ni vyema iwe na kiwakilishi ambacho kwacho kitakuwa kinachukua nafasi ya nini, nafasi ya nomino. Ndio maana tunadokezea kwa silabi utegemea ama silabi hiyo utegemea jina au nini au viwakilishi vyazo ambavyo vinaweza kuambatanishwa ama kushikanishwa na viambishi vya upatanisho wa kisarufi kwenye vivumishi pamoja na nini, kwenye vivumishi pamoja na vitenzi au fungutenzi. Basi katika ngeli tutataka tuangazie aina kwazo za ngeli, aina mbalimbali za nini, za ngeli. Tayari nimekuelezea kwa ngeli ni mgawanyo,
mgawanyo wa nomino katika makundi. Mgawanyo wa nomino katika makundi. Nomino ni nini? Mwanagenzi au mtazamaji ambaye sasa hivi anatazama. Nomino ni maneno yanayotumika kutaja majina, maneno yanayotumika kutaja majina ya watu, vitu na mahali. Maneno hayo ndio huitwa vipi? Huitwa nomino. Maneno yanayotumika kutaja majina ya watu, vitu pamoja na mahali. Tuna nomino aina nyingi kwazo ambazo kuna kasi tuangazia nomino aina nyingi kwazo. Tuna nomino za kawaida, tuna nomino za pekee, tuna nomino gani? Tuna nomino za wingi, tuna nomino ambata, tuna nomino gani tena? Zipo nyingi. Tuna nomino za jumla. Tuna nomino nyingi ambazo kwazo za dhahania tutakuwa tukiangazia wakati ukifika tutakapokuwa tukiangazia aina kwazo za nomino, lakini leo kumbuka kwa tutazungumzia kuhusu ngeli, lakini nilisema tu nimeona ni kuelezee maana halisi ya neno nomino ili uweze kuibaini kwa njia muktadha. Basi katika ngeli, aina za ngeli. Katika aina za ngeli tuna aina mbalimbali kwazo za ngeli. Kuna ngeli ambayo tunaifahamu sana. Hiyo ngeli ni ngeli gani? Ni ngeli ya ama. Na tafadhali ni jambo ambalo ningependa kudokezeni kwa unapoandika ngeli. Tafadhali naomba unisikilize na unitazame vizuri sana. Unapoandika ngeli hakikisha waandika kwa herufi kubwa. Unapoandika ngeli hakikisha waandika kwa herufi kubwa. Hizo sheria, baadhi ya sheria ambazo kwazo utiliwa manani katika manyenzi, tasnia, Kiswahili. Basi tutasema tuna ngeli ya ama. Kando na ngeli ya ama, tuna ngeli ya izi. Kana ngeli ya izi tuna ngeli gani? Kana ngeli ya izi tuna ngeli ya uzi. Kando na ngeli ya uzi tuna ngeli ya uya. Kisha kana na uya tuna ngeli ya ui. Kana na ui tuna ngeli gani? Tuna ngeli ya uu. Kana ngeli ya uu tuna ngeli gani tena? Tuna ngeli ya natumai ii. Kana ngeli ya ii tuna ngeli hapa ya mahali pa kumu. Tuna ngeli ya pa kumu. Pakumu. Ambapo katika pakumu tunaweza sema tuna papa, tuna kuku na tuna mumu. Kisha tuna ngeli pia ya ku. Tuna ngeli ya ku. Tuna ngeli ya ku. Tafadhali tuna ngeli ya kuku ambayo ni ngeli ya mahali, na tuna ngeli ya ku ambayo ni ngeli ya nomino kutokana na nini? Na vitenzi. Nomino zinazoundwa kutokana na vitenzi. Basi huitwa nomino za vitenzi jina. Hiyo tutaangazia tutakapokuwa tukiangazia ngeli ya ku. Kisha tuna ngeli gani ambayo huenda nimesahau? Tuna ngeli ya yanya. Kando na ngeli ya yanya tuna ngeli ya li au lili, ukipenda waweza sema li au lile. Tuna ngeli kama lili, tuna ngeli gani? Tuna ngeli ya ki au kiki ukipenda. Basi mtazamaji, tuna ngeli aina nyingi kwazo. Sielewi ni gani, wenda labda nimesahau. Iwapo kuna ngeli yote nimesahau, nitafanya nini? Labda nitaorodhesha, ama labda waweza nikumbusha mtazamaji ambaye sasa hivi nitazama. Kuna ngeli inayojulikana sana. Nimeona kuna ngeli ya lia, karibu ni sahau. Na kuna ngeli nyingine nimesahau kabisa, ngeli ambayo hufai hata mtu hafai kusahau, ngeli ya kivi. Na pia tuna ngeli ya vi. Tuna ngeli ya vi. Tafadhali au vivi.